itakuwa ni mechi kama ilivyo. Kwanza ni hatua robo finali kombe la shirikisho barani Afrika, mechi tough, hakuna urahisi. Lakini pia iko ugenini dhidi ya nani? Al Masry, timu ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Misri. Haiwezi kuwa mechi nyepesi hata kidogo. Lakini kwenye makaratasi kwangu mimi naona Simba bado anayo nafasi ya kupata matokeo chanya kwenye michuano hii ya CAF. Huwa sio lazima ushinde ukiwa ugenini. Unaweza kupata sare pia ni chanya vile vile, kwa sababu mwisho wa siku tarehe 9 sio atakuja hapa Tanzania. Kama sio kwa Mkapa, pale ambako pumzi ya moto inawabeba sana Simba na mashabiki wao, ikitokea la kutokea wanakwenda New Amani Complex. Naamini kwamba ukaguzi wa CAF, maafisa wao waliokuja Machi 24 umepitisha uwanja wa Mkapa kwa sababu ni eneo la kuchezea ambalo liko vizuri, lakini pia New Amani Complex imepitishwa. Kwa naamini kabisa watacheza kwa Mkapa, Simba atakuwa na nafasi nzuri. Lakini hayo ninayozungumza sio kwa sababu tu ya uzalendo Mtanzania. Ni kwa sababu ukiangalia hali ya Al Masry, hali ya Simba, wote wako vizuri, lakini Simba naiona iko vizuri zaidi. Lakini ili wapate matokeo chanya, tupate furaha wa Tanzania, wapate furaha wa kumna Msimbazi Simba, kuna baadhi ya mambo ya kufanya. Moja ni kwamba tukijua Al Masry chini ya kocha mpya Anis Bujalbene, unajua wamebadilisha kocha sio Ali Mahar. Wamebadilisha mfumo, wakicheza na mechi kali na timu kama Simba, huwa wanapanga baada ya golikipa ni 4-3-2-1, yani 4-3-3, lakini ile tatu ya juu mmoja anasimama mbele zaidi ambaye ni Salah Mohsen mgongoni nambari 9, alafu wawili wanakuwa pembeni yake ni wachezaji wawili, mmoja Fakhruddin Ben Yusuf mgongoni namba 28 kwa upande wa kushoto, alafu upande wa kulia, alafu kushoto anakuwa Abderrahim Dermoum mgongoni namba 30. Hawa ndio hatari, lakini huwa wana rotate kwenye kucheza, wanabadilishana sana. Salah Mohsen tunakumbuka vizuri, ni mzoefu, ashachukua Champions League akiwa na Al Ahly mara 2, ashachukua under 23 AFCON akiwa na Misri, ashashiriki kombe la dunia la klabu wakafika nusu finali akiwa na Al Ahly. Ana uzoefu mkubwa na hivi karibuni ndio amekuwa nikimtegemea katika ligi kuu ya Misri. Mechi 3 zilizopita amefunga goli 5. Mechi dhidi ya Modern Sports kapiga hat-trick. Kwa hiyo ni mchezaji wa kumtazama. Tunapozungumzia Simba wana nafasi, basi mchezaji kama Salah Mohsen kujua namna ya kukabana naye. Lakini kuna mwamba huyu anaitwa Fakhruddin Ben Yusuf. Huyu unajua Al Masry kwenye kundi lao wamemaliza wa pili nyuma ya Zamalek. Walikuwa wamefunga mabao 7, wameruhusu mabao 4. Yale mabao 7, matatu yamefunga Fakhruddin Ben Yusuf. Tarehe 23 Juni anatimiza miaka 34. Urefu wake 55 na inchi 10. Kwenye michuano hii mechi 6 amecheza mechi 5, dakika 328. Kapiga mashuti 8, matano on target, ana goli 3. Kwa hiyo asilimia 43 za magoli yote ya Al Masry kwenye shirikisho hatua ya makundi anahusika Fakhruddin Ben Yusuf. Goli lake lenye nguvu zaidi la kulia, nimesema anapocheza nyuma Salah Mohsen, lakini huwa anaenda kulia, anaenda kushoto, anaenda katikati. Lakini kwa mabeki wa Simba uzuri wake, tunazungumzia Shemalon Fondo. Wana Simba ombe sana na Watanzania awe fit acheze. Sababu huyu ndo mchezaji kwa mfano katika ligi kuu Tanzania bara ndo anaongoza Simba zima mipira ya juu, asicheza mipira 44. Anayemfuatia kucheza mipira ya juu Abdulrazak Hamza mipira 26. Unaweza kuona umuhimu wake. Defensive actions chini amewini mipira 8 kwenye ligi kuu. Tusiende huko, turudi huko. Lakini kuna Abdulrazak Hamza, kuna Shamu Karabu, Hussein Bakari ikitokea la kutokea leo kaonyesha kumbe anaweza kucheza. Wana kazi kubwa ya kimbinu ya kama mabeki kucheza na Fakhruddin Ben Yusuf. Hapa sasa hatuwafundishi, wao wanajua kwamba njia mojawapo ya kumdhibiti kutomuachia space. Yeye na Salah Mohsen wote sio kutoa kuachia space. Lakini kubwa zaidi tuwape siri. Jamaa nimewaambia umri wake tarehe 23 Juni anatimiza miaka 34. Mwili wake una sehemu nyingi zimegongwa, injuries za kutosha. Ni balaa, lakini mgongoni ashawahi kukosa kushiriki katika football siku 20 kwa sababu ya back pain. Mgongoni ana tatizo. Lakini kwenye kifundo cha mguu ashawahi kukosa siku 205 kugusa mpira kwa sababu ya kifundo cha mguu wa kulia. Lakini ana tatizo la goti. Ashawahi kukosa siku zaidi ya 30 kugusa mpira kwa sababu tu ya tatizo la goti. Lakini ana tatizo la msuli wa nyama za paja. Kwa ujumla msuli wa nyama za paja, kifundo cha mguu na goti alishawahi kukosa siku 255 za mwaka kwa sababu hizo injuries. Hizo kuna mguu wa kulia, kuna nyuma ya mgongo, kuna mguu wa kushoto kwenye nyama za paja. Kwa hiyo ni balaa, lakini waliosoma Cuba wanaelewa vizuri. Tukishasema hivi siri, tukishasema huyu mchezaji kuna maeneo ukimgonga hawezi kudhuru, na hii ni vita. Mwisho wa siku ni vita baina ya mataifa, Misri na Tanzania, ni vita baina ya
Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Green Eagles, hapa tunazungumzia Al Masry. Kwa hiyo tunaposema haya hatufundishi kwamba mgongeni, ila yoyote tutakayofanya ile kazi isiwe kwa kuwapatisha kadi za njano, kwa sababu kucheza na Al Masry ugenini kwenye uwanja wa unaitwa Suez Canal Authority Stadium unaoingiza mashabiki 3000 wa VIP wa first class, 3000 wa second class, 15,000 mzunguko, panahitaji utulivu wa hali ya juu, usipate kadi za ovyo ovyo. Lakini nimejaribu kusema tu kwamba hayo maeneo ikitokea kwenye mpira, iwe bahati mbaya au kusudi, akigongwa huyu mwamba, kuna uwezekano 43% ya mabao ya Al Masry, kwa sababu anatoka kwa Fakhreddin Ben Yusuf, maana yake ile hatari ile imepungua. Wanabaki sasa kina Mahmoud Hamad, wanabaki kina Salah Mohsen, wanabaki kina Degmum, wana mafundi wengi cheza yao, mabeki wao. Hapa tunazungumzia sasa Ahmed Eid, na kuna beki wa kushoto siku hizi achezi Hassan Ali, mara nyingi anacheza mchezaji namba 13 mgongoni, anaitwa Amri Saadawi. Wanavyocheza ni kama anavyocheza Shomari Kapombe, kama anavyocheza Mohamed Hussein Shabalala Simba chini ya Fadlu Davis. Wao ni mabeki lakini kama viungo ushambuliaji, ni kama maplaymaker, wanapanda na sio kwa kuongeza mapana ya uwanja, apige cross wanaingia ndani, tunaita underlapping. Ndicho anachokifanya Saadawi, ndicho anachokifanya Ahmed Eid. Simba wanapaswa kuwa makini katika eneo hilo. Naamini wakifuatilia hizi small details, maana nikiongea hapa tutawalia muda wenu, maelezo ni marefu mno ya kimbinu, ni kwamba naiona Simba inayo nafasi. Simba hapa tunapozungumza ndio timu yenye ukuta imara zaidi katika ligi kuu Tanzania bara. Mechi 22 wameruhusu mabao mangapi? Mabao 8. Ndio best defensive team. Simba ni ya pili kufunga mabao. Wameshafunga mabao mangapi? 52. Si ndio? Ambayo kwa Afrika sasa ligi kuu 10 bora barani Afrika, ya kwanza kwa kufunga sana ni Yanga, ambayo yenyewe ina mabao 58 katika mechi 22 dakika 1980. Inafunga bao kila baada ya dakika 34 na sekunde 8 Yanga. Lakini Simba inafunga mabao 52. Kwa hiyo ndio wako vizuri. Kwa hiyo wakitumia ubora wao katika kushambulia, katika kuzuia, tunaweza kupata mambo mazuri kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa Watanzania wakawa wametanguliza mguu ili kucheza vizuri katika mechi ya marudiano na timu ya kutinga hatua ya nusu finali. Swali moja. Mara nyingi sana Simba Sports Club inakuwa inafanya vizuri sana. Nakumbuka katika msimu ambao Simba aliongoza kundi mbele ya Ahli na AS Vita Club aliongoza kundi kwa pointi 13. Alikuwa na vichache kufungwa, walifungwa magoli mawili ndio. Baadaye akaenda katika kule nchini Afrika Kusini akafunga na Kaizer Chiefs magoli 4-0. Akashinda 3 bila. Nadhani ni kitu gani ambacho umekiona kwa Simba ya sasa hivi? Je, huenda yakatokea yale ambayo alitokea au kuna tofauti kidogo kwa Simba iliyopita na Simba ya sasa? Kuna mambo mengi ya tofauti. Tukianzia benchi la ufundi, tukianzia rasilimali watu pale uwanjani, wachezaji. Mbinu za Fadlu Davis kwanza ni tofauti kidogo na Simba hiyo unaozungumza. Simba kina Clatous Chota Chama kwenye kiwango, Louis Mixon, Chris Mushimba Mugalu, John Boko, Hassan Dilunga na kadhalika. Simba hii sila yake kubwa katika kuzuia, uwe inabaki na mpira yenyewe na uficha. Kwa hiyo kupata nafasi kwenda kwa wadhuri inakuwa shida, kwa sababu mpira wanabaki nao wao. Hilo ndo silaha kubwa nimeona kwa Fadlu Davis. Halafu wanacheza objective football, kucheza kwa malengo. Baadhi ya timu zile ambazo ni za chini huwa zinakabia chini, low block. Simba hapana, wanapocheza kwa malengo ili walinde ushindi. Wakifunga goli moja mawili, basi mpira unazungushwa, yani zinakuwa ile tunasema mpira unazungushwa kushoto kulia, nyuma mbele, alimradi mpira muda uishe au wewe uchoke. Kwa sababu je, kuna kuchoka, kuna physical fatigue ya kuchoka kimwili, alafu kuna kuchoka mental fatigue. Unachoka kwa sababu unafukuza mpira muda wote, wao ndo wanatumia hiyo nafasi. Ikitokea nafasi wanakufunga tena, kama vipi wanakaa tu na mpira upate nafasi. Kwa hiyo kwa njia hii ndio maana timu za kule UNAF zimeshadhurika 3 kwa Mkapa, hamna iliyopata sare. Tunazungumzia Al Ahly Tripoli kuelekea makundi, kule bila wakafungwa 3-1. Tunazungumzia Sefaction walifungwa kwao 1-0, hapo wakafungwa 2-1. Constantine kule Simba walifungwa 2-1, hapo akashinda 2-0 Simba. Na sasa wanaenda kwa Al Masry. Naamini njia ile ya Fadlu Davis akitegemea zaidi kwenye kushambulia kutoka kati kwenda mbele. Unavozungumzia Elim Panzu Kibisawa, Kibu Dennis Prosper kwenye kiwango bora. Jasha Ahua anajua pa kusimama, achezi mpira wa kuvutia mashabiki washangilie, lakini anajua pa kusimama ili kuleta madhara. Lakini unazungumzia Lionel Ateba Mbida anayependa migongano. Kama sio yeye kuna Steven Dese Mukwala. Lionel Ateba Mbida ligi kuu Tanzania bara tu yenyewe, piga mashuti 28, 20 on target, ana goli 8, ingawa 4 ni ya mikwaju ya kutenga. Lakini wako vizuri kwa ufupi. Kwa hiyo nadhani wana kila sababu safari hii kuvuka tu hii.
Shukrani jazila. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, tambua kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na Wahenga Aluminium. Hawa ni wataalamu wa milango na madirisha ya aluminium pamoja na PVC, lakini pia wanafanya finishing kwenye jengo lako la kulifanya lionekane na mvuto wa hali ya juu, imara na madhubuti. Wahenga Aluminium wanakupa huduma pia kufanya hii finishing ya jengo lako, halafu unalipa kidogo kidogo. Wahenga Aluminium ni wakali wa hizi kazi. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, lakini pia huduma zao wanazifikisha nchi nzima popote ulipo na pia nje ya mipaka ya Tanzania. Muhimu tu wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kuona namna gani utachangamkia huduma hizi za Wahenga Aluminium, wakali wa hizi kazi.